unatufungua. Walioingia mahali hapa waliingia wakilia, watatoka wakicheka. Unapanguza machozi, unapanguza dadi, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwanakondoo. Baba tunakusifu, tunakuinua Baba, tufanya adui Baba wakati wa usiku, asubuhi Baba alichofanya adui wakati wa usiku, akaiba na kuharibu katika jina la Yesu, akaua wakati wa usiku. Baba tunaomba dadi, urejesho wako, urejesho wako, urejesho wako, urejesho wako. Kila ndoto mbaya Baba tunafuta, kila ndoto mbaya Baba tunaharibu, kila ndoto mbaya haina mamlaka, kila ndoto mbaya tunaharibu Baba, kila ndoto tuliona tukasahau Baba Yesu, tunaomba Bwana, tunafuta dadi kama ndoto ya kishetani Baba, tunafuta katika jina la Yesu na kwa damu ya mwanakondoo. Kila ndoto iliyo nzuri Baba kaifanikishe katika jina la Yesu na kwa damu ya mwanakondoo. Tunafuta kila roho ya mauti, roho ya mauti Baba, nimeinasha hiyo roho ya mauti, haina mamlaka dadi katika familia zetu. Hiyo roho inafuta, kila roho ya mauti haina mamlaka Baba, inafuta, nafuta kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwanakondoo. Kila mashimo waliochimba Baba, wakachimba kwa ajili ya maisha yetu, hiyo mashimo wanatumbukia wenyewe, hizo shimo wanatumbukia wenyewe. Kila shimo waliochimba wanatumbukia wenyewe kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwanakondoo. Alichofanya adui Baba ninaharibu katika uwezo wako na fadhili zako kwa jina la Yesu Kristo. Futa kila roho ya aibu Baba, roho ya aibu dadi, roho ya aibu Baba haitatupata Bwana kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwanakondoo. Kila wavu Baba waliotuwekea Baba, waliweka wavu Baba, wakatega kwenye biashara, wakatega juu ya kazi ya mikono yetu, wakatega mitego zao katika ndoa, wakatega mitego katika maisha ya watoto. Hizo mitego zinawanasa wenyewe, wote waliowahusika wananasa wenyewe. Mitego aliyotega usiku wa manane wakatega dadi, ni kwa ajili ya siku ya leo. Hiyo mitego Baba inawapata wenyewe, hiyo barika dadi inawapata wenyewe kwa jina la Yesu Kristo. Baba tunakupa ibada zetu asubuhi ya leo. Mungu wangu na Bwana wangu, usituache Baba, ukapate kutamka kila jambo Baba, ukapate kukutana na hitaji ya kila mmoja wetu Baba, katika jina la Yesu Kristo. Tunakuabudu Bwana, tunakuinua, tunakupenda mfalme wa amani. Wacha neema yako Bwana ikashuke katika jina la Yesu. Asante Bwana. Mimi ninakuabudu Yesu, mimi ninakuabudu. Tunakuabudu Bwana, nataka tumwabudu tu Bwana katika tukimgoja mtumishi wa Mungu anapokuja, na itakuwa ya baraka kwa jina la Yesu. Asante mfalme wa amani. Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, oh ni wewe, unaweza, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh ni wewe, unatenda, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Baba ni wewe, unafungua, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh ni wewe, unaweza, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, Baba, ni wewe Bwana, ni
wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, unaweza, ni wewe, ni wewe Bwana. Tunakuabudu Yesu, tunakupa sifa, tunakutukuza Bwana, ni wewe, unaweza, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Baba, Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe, unatenda, ni wewe, nena nasi, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, tunakualika, ni wewe, ni wewe Bwana, unaweza, kwa jina la Yesu tunakuabudu, ni wewe Bwana, ni wewe, nena nasi, ni wewe, ni wewe Baba, tunakuhitaji Bwana, tunakupa sifa na ibada Yesu, ni wewe, fungua watu Baba, ni wewe, ni wewe Baba, Yesu wangu, nikiwa nawe, ndani yangu nikiwa nawe, sijachelewa, ndani yangu nikiwa nawe, sijachelewa, nikiwa nawe, ndani yangu nikiwa nawe, sijachelewa, Yesu, nikiwa nawe, ndani yangu nikiwa nawe, sijachelewa Baba, we tunakuhitaji Yesu wangu, nikiwa nawe, sijachelewa, nikiwa nawe, na watoto wangu nikiwa nawe, sijachelewa Baba, Yesu, Baba yangu, nikiwa nawe, kwa maisha yangu nikiwa nawe, sijachelewa, Yesu, Baba, Baba, nikiwa nawe, ndani yangu nikiwa nawe, sijachelewa Baba, Yesu, tunakuinua Yesu, tunakupa mabudu, tunakushukuru, tunakupenda Baba, Yesu Bwana, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, imba Baba wena, imba Yesu, ni wewe tu, imba Bwana Bwana, Bwana Bwana, ni wewe tu, sema Baba wena, imba Bwana wewe, umwambie Bwana wa Bwana, Bwana Bwana wewe tu, sema Bwana wena, imba Baba wewe, ni wewe tu, sema Baba wena, Bwana Bwana wewe tu, muite Bwana wena, muite Yesu wewe tu, mwambie Baba wena, Bwana Bwana wewe tu, sema Bwana wena, imba Baba wewe tu, mwambie Bwana wena, Bwana Bwana wewe tu, muite Baba wewe,
Bwana wangu wewe, tumuite Baba wewe, Bwana Bwana ni wewe tu, 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 ni Baba wangu, amie Baba wewe, ni wewe unaponya wewe, Bwana Bwana ni wewe tu, sema Bwana wewe, ama sema Yesu wewe, tusema Baba wewe, oh Bwana Bwana ni wewe tu, tumuite Baba wewe, oh muite Yesu wewe, tunaweza Bwana wewe, oh Bwana Bwana wewe, tumwambie Baba wewe, Baba tuponye Yesu wewe, Baba unaweza Baba wewe, oh Yesu wangu Baba nakuita Yesu wewe, Baba nakuinua Yesu wewe, oh Bwana 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 Baba wewe, tumuite Bwana wewe, asumuite Baba wewe, tuambie Baba wewe, Baba Bwana Bwana wewe, tunakuinamia Yesu wewe, ninakutukuza Baba wewe, Bwana Bwana wewe, Yesu wangu wewe, Bwana Bwana wewe, Baba Bwana wangu wewe, tunakuhitaji Yesu wewe, oh Bwana Bwana wewe, ninakutukuza Yesu Baba, ni wewe tu Mfalme wa amani, haulinganishi na yeyote Yesu, haulinganishi na wanadamu Baba yangu. Baba pokea ibada, pokea sifa, pokea neema Daddy, pokea nguvu mpya Yesu. Nimekukimbilia ewe Bwana, nisiaibike milele. Nimekukimbilia ewe Bwana, nisiaibike milele. Baba nimekukimbilia ewe Baba, nisiaibike milele. Nimekukimbilia Bwana, nisiaibike milele. Baba nimekukimbilia Yesu wangu, nisiaibike milele. Oh Yesu, ninakukimbilia Bwana wewe. Yesu, na nyumba yangu naiweka kwako, nisiaibike milele. Nimekukimbilia Yesu wangu, Baba tumekukimbilia Baba yangu, tusiaibike milele. Baba, na nyumba yangu naiweka kwako, nisiaibike milele. Yesu, ninakutukuza Bwana, ninakuishia Baba. Baba, watoto wangu nawaweka kwako, nisiaibike milele. Baba, ninakukimbilia Yesu, Baba, na kazi yangu naiweka kwako, nisiaibike milele. Baba, ninakukimbilia wewe Yesu,
Baba, biashara zetu twaziweka kwako, tusiaibike milele. Tunakuhitaji, tunakuheshimu, tunakutukuza. Baba, nimekukimbilia Baba yangu, nisiaibike milele. Bwana, nisiaibike milele. Baba, milele. Yesu, milele. Baba, milele. Yesu, milele. Baba, milele. Yesu, milele. Baba, milele. Baba, milele. Yesu, milele. Baba, milele. Baba, milele. Yesu, milele. Tunakuabudu Yesu, tunakupenda Baba, tunakutukuza Yesu. Pokea ibada Bwana, pokea heshima Yesu, pokea baraka zetu Bwana dadi, pokea manukato Bwana Baba kutoka kwetu, pokea sadaka zetu Baba za mabudu Yesu. Haleluya, tunakuinua Yesu, tunakutukuza, tunakuheshimu, tunakupenda Bwana, tunakuinua Mfalme. Wastahili kuabudiwa, wastahili wewe Yesu, wastahili kuabudiwa, wastahili wewe, wastahili kuabudiwa, wastahili wewe Yesu, wastahili kuabudiwa, wastahili, wastahili Yesu, wastahili Baba, unastahili mabudu zetu Baba, unastahili heshima zetu Yesu, wastahili kuabudiwa, wastahili wewe Yesu, wastahili kuabudiwa, wastahili wewe, wastahili Baba, wastahili Yesu, wastahili Baba yangu, wastahili Bwana wa mabwana, Mungu wangu Yesu, unastahili kuitwa Bwana Baba, wastahili Bwana wa mababa, Mungu wangu leo, unastahili kuitwa Bwana Yesu, unastahili kuitwa Mungu Yesu, Mungu wangu Yesu, Bwana wa mabwana, unastahili kuitwa Yesu, sijaona kama wewe una nguvu namna hii, 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 wastahili wastahili, wastahili Baba, wastahili kuitwa jeshi Yesu, unastahili wewe Bwana wa mabwana, Mungu wangu Yesu, unastahili kuitwa Bwana, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili Mungu wa rehema, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili
unastahili kuabudiwa, unastahili wewe. Heshima na utukufu na sifa tunakupa we Bwana, heshima zote, heshima na utukufu, nazo sifa zote we twakupa Bwana, heshima zote, heshima na utukufu Baba, nazo sifa zote twakupa Bwana, heshima zote, heshima na utukufu Baba, nazo sifa zote twakupa Bwana, heshima zote, heshima na utukufu Baba, nazo sifa zote we twakupa Bwana. Tunakuheshimu Yesu, tunakuabudu asubuhi ya leo, tunaweka wakfu ibada hizi Yesu, tunaziweka wakfu kwako masana wakati huu. Bwana, chukua nafasi yako, chukua nafasi yako Yesu, chukua nafasi yako ukapata kutuhudumia. Bariki kila mmoja anayefanyika sehemu ya ibada hii kwa utukufu na heshima ya jina lako takatifu. Baba, chukua nafasi hii ukatende uliokusudia kwa utukufu na heshima ya jina lako takatifu. Tunakupenda leo, tunakuheshimu Bwana, tunakutukuza Yesu, tunakupa utukufu wote, tunakupa ibada, tunakupa adhama kwa jina la Yesu Kristo. Take over my Father, take over right now, take over King of Kings. Jesus, have your way in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Asante. Bwana asifiwe. Karibu katika ibada ya leo, unaweza kukaa kwa jina la Yesu. Walioko nje waingie, alafu Mungu wa baraka atatubariki kwa jina la Yesu. Haleluya. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Mtu aseme amen. Haleluya. Karibu katika nyumba ya Mungu. Kwa kuwa umekuja katika nyumba ya Mungu, umekuja kumuona Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Na Mungu uliyekuja kumuona leo utamuona, utamsikia kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa utangulizi tu niseme kwamba ibada ya leo ni ibada ya one on one. Pastor, unamaanisha nini kwa kusema kwamba ni ibada ya one on one? Hii ni ibada ambayo tunamwamini Mungu kwamba tutakana wewe ili kwamba Mungu afunue chochote kinachokuhangaisha, kisha baadaye tutaweza kuomba pamoja na Mungu wa baraka atakubariki na kukutenda mema kwa jina la Yesu. Haleluya. Leo ni one on one, lakini ibada ya healing and deliverance ni Sunday kuanzia saa 5. Bwana asifiwe. Ibada inaanza asubuhi kuanzia saa 2 mpaka saa 4:30 ni ibada ya kwanza, alafu tunakuwa na ibada ya pili kuanzia saa 4:30 mpaka saa 8:30. Kwa hivyo karibu na Mungu wa baraka atakubariki kwa jina la Yesu. Mtu aseme amen. Najua umekuja nyumbani mwa Mungu ukiwa na tarajio, kuna kitu nataka Mungu akutendee. Mungu ni mwaminifu sana. Wamjiao Mungu humjia kwa imani. Bwana sifiwe. Na bila imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Jina Bwana litukuzwe. Kwa hivyo niruhusu nisome mstari mmoja tu, kisha baadaye tutaendelea na ibada yetu kama jinsi ambavyo Mungu ameipanga siku hii ya leo. Na leo tutaenda kwa haraka maana tuna watu wengi ambao wanakuja. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Kuna team from Busia ambao watakuwa na tujoy, na pia kuna team from Webuye ambao watakuwa na pia kuja kuhudumiwa. Kwa hivyo tutaenda kwa haraka sana na Mungu wa baraka
atatubariki kwa jina la Yesu. Mtu aseme amen. Bible inasema in the book of 1 Samuel chapter number 15 and verses 27. 1 Samuel 15:27. Nitasoma kisha baadaye atasoma kwa Kiswahili. As Samuel turned to go, Saul tried to hold him back and tore the hem of his robe. Naye Samueli alipogeuka aende zake, Sauli akaushika upindo wa vazi lake, nalo likararuka. Amen. Baba, katika jina la Yesu tumelisoma neno lako masikioni pa watu wako. Naomba ukapate mfalme wa amani kulipambanua, ukapate Yesu kusema nasi kupitia kwa kifungu hiki kifupi tulichokisoma. Kwa jina la Yesu, Roho wa ufunuo tunakupa nafasi, ukapate kusema nasi, ukapate kutuongoza. Kwa jina la Yesu naomba tukiamini, amen. Bible inasema kitu pale mali tumesoma, na kwa ufupi nataka niongee kinacho kuzuia usisogee. Bwana asifiwe, jina Bwana litukuzwe. Bible inasema kwamba wakati Saul turned to go, inamaanisha kwamba Saul alikuwa mahala, Sauli alikuwa mahali, Sauli alikuwa ametulia mahali, lakini ikafika mahala akaazimia, akaamua kuweza kusogea, akaamua kwenda. Bwana asifiwe, jina la Bwana litukuzwe. Najua kuna mahali ambapo ulipo kimaisha, kuna mahali ambapo ulipo kimaombi, kuna mahali ambapo ulipo katika kibiashara, katika kazi ya mikono, kifedha, kuna mahali ambapo ulipo. Bwana asifiwe. Lakini kila mtu anang'ang'ana akapate kusogea. Jina Bwana lipewe sifa. Haleluya. Kuna mtu mmoja tu, kuna mtu mmoja tu, Bwana asifiwe, ambaye ni yeye jana, leo na hata milele, ambaye ni nani? Ni Yesu. Lakini watu wote yafaa wa grow, watu wote yafaa wafanye nini? Wakue kimaisha. Hata shetani anakuwa. Ukisoma shetani kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 3, Biblia inasema kwamba na nyoka akafanya nini? Nyoka akawajia Adamu na Hawa. Yule nyoka tuliyemuona kwenye kitabu cha wapi? Kitabu cha Mwanzo. Bwana asifiwe. Kwenye kitabu kwenye injili za in the gospel books pia tunamuona same snake, nyoka. Lakini tunapofika kwenye kitabu cha Ufunuo sio nyoka tena. Biblia kwamba ni joka. Bwana asifiwe. Alianza akiwa nyoka, anamaliza akiwa joka. Inamaanisha kwamba amegrow. Bwana asifiwe. So itakuwa makosa sana kama wewe Mkristo hawezi kukua in life. Maana yafaa, Biblia inasema kwamba na Yesu akakuwa katika kimo na hekima. Jina Bwana litukuzwe. Kwa hivyo katika maisha yako ya rohoni yafaa ukue, haifai ubaki eneo moja. Katika maisha yako ya kifedha yafaa ukue, haifai ubaki eneo moja. Katika maisha yako ya huduma, ya maombi yafaa ukue, haifai ubaki eneo moja. Jina Bwana litukuzwe. Bwana pewe sifa. Biblia inasema kwamba alipotoka, as he turned to go, he turned to move. Hallelujah. He turned to progress in life. Jina Bwana litukuzwe. Alipotaka kutoka, alipoamua kwamba anatoka, alipokuwa anatoka, jina Bwana litukuzwe. Hallelujah. Jina Bwana lipewe sifa. Na muamini Mungu. Mungu akutoe mahali leo. Jina Bwana litukuzwe. Mahali ambapo adui amekuweka kwa siku nyingi, mahali ambapo adui amekuwekea mipaka kwamba utawahi kutoka in life, naomba kwamba Mungu leo akutoe na akusogeze viwango vingine vya utukufu wa jina lake takatifu. Mtu na aseme amen. Hallelujah. As Samuel turned to go, jina Bwana litukuzwe, Saul tried to hold him back. Alipotaka kusogea, alipotaka kuenda, Sauli akamshika
akamzuia. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna watu umetamani kusogea kwenye maisha haya, kusogea kiuchumi, kusogea kimaombi, kusogea kihuduma, kusogea wafike mbali kwenye maono yao, lakini kuna kitu ama kuna adui ambaye kila wakati anawashika hataki wasogee. Bwana sifiwe. Wengine ni foundation za kwetu, foundation, misingi ya kwetu. Kila wakati unataka kumove ufike mbali, misingi inasema kwamba watu wa familia hii hawaruhusiwi kufika mbali. Jina Bwana litukuzwe. Tutasema amen. Sikia, I know of a person, tukaomba naye, kaniambia kwamba pastor, I'm traveling, naenda majuu. Bwana sifiwe. Something happened. Kila kitu, ijapokuwa haikuwa rahisi kupata documents, lakini something happened. Alipofika, ndege inaelekea, ndege yao imefika, wanafanya maanani, ndege ikifika wao wanatangaza kwamba in fact ukiingia airport wanasema watu ambao wanaenda kimataifa wakae eneo fulani, wale ambao wanasafiri na ndege ndio, lakini ni within the country kaeni upande fulani. Bwana sifiwe. Wale unatoka hapa kwa mfano na ndege unakimbia, unatoka kwa mfano unatoka Jomo Kenyatta unakimbia unaenda unakuja Kisumu, unaenda Mombasa, unaenda wapi, au kuna mahali unaambia nyinyi kaeni. Lakini kuna wale ambao wanaenda internationally. So walipokuwa wanavuka, wameshakagua mizigo yao, wanaenda kukaa mahali ambapo sasa yafaa wasafiri wakienda. Unajua nini kilifanyika? Akazirai. Bwana sifiwe. Akazirai, mimi sijui, mimi najua amesafiri ameenda. Bwana sifiwe. So ikaja ikatokea kwamba ile hali ambayo haieleweki, akafanywa first aid hapo airport, lakini ikashindikana, akawa referred aende hospitalini, kabebwa na ambulance ya airport mbio mpaka hospitalini, akaenda akalazwa, muda wa kusafiri umeisha, akapona. Na madaktari wanapotibu hawaoni chochote. Nini kinafanyika? Mtu anang'ang'ana kwenda, lakini kuna vitu vinasema, jamani, nyinyi, wewe hauruhusiwi upite hapa. Kuna mkono wa Sauli kwenye maisha ya watu. Jina Bwana litukuzwe. Kuna watu katika maisha ya kifedha, kuna mahali tu unafika. Mpendo, nataka nikusaidie, usipoelewa mambo haya, utabaki ile eneo kwa siku nyingi. Nakumbuka nikiwa kijana mdogo nikianza maisha, kuna wakati singepata over 5,000. Nikafika mahali napata 10,000. Siwezi pata zaidi ya hiyo. Ikafika mahali kupata 50,000 was a problem. Unaweza quote wakati unafanya kazi, unaweza quote kazi, Bwana sifiwe, hata ya 70,000, lakini hiyo pesa hakuna siku utapewa 50,000 cash. Unaweza pewa 10, 20, 30, 40 hivyo, lakini hawezi pewa. Bwana sifiwe. Siku moja nikapata ufunuo, nikasema hii ni mipaka adui amefanya nini? Ameniwekea. Jina Bwana tukuze. Nikaa nafurahisha hapa members wakati mwingine. Siku ya kwanza nimepewa 30,000. Kuhesabu hiyo 30,000 was a problem. Jina Bwana tukuzwe. Na hesabu nafika mwisho napata ni 27,000. Na hesabu tena nafika mwisho napata ni 35,000. Bwana sifiwe. Unanipata jamani? Mipaka kwenye maisha. Unang'ang'ana hivyo. Na mikono inatetemeka, jasho linatoka mwilini. Mpaka mmoja nipatie pesa, akaniuliza, jamani, hii pesa utafika nayo nyumbani kweli? Kwa sababu natetemeka, jasho linanitoka. Bwana sifiwe. Yaani kitu kigeni, yani ni kama ajali fulani imenipata. Jina Bwana tukuzwe. Jina Bwana ipewe sifa. So nilipoelewa hiyo ni spiritual war, nikaenda kwenye ulimwengu wa roho, nikaanza kuomba. Nakumbuka siku hiyo nikaomba for 3 days, pray and fasting. Naomba Mungu, kuanzia leo naomba nivuke viwango vya kifedha. Kama kuna limit nimewekewa, Mungu ninavuka kwa jina la Yesu. Kwa ile pray and fasting ya 3 days, the third day
Nilipomaliza nimelala usiku, nikaona tumekaa kikao nyumbani kwa bibi. Tumekaa kikao na nimekaa pale. Bwana asifiwe. Wakati huo nimekaa naona kama tumekaa kikao, lakini watu wamekaa ndio, lakini sasa upande ni kama mimi na familia yangu tumekaa upande mmoja. So nikaona Bishop Mwiru amekuja kwenye kikao, ni kama yeye ndio mhubiri. Akaanza kuzungumza, akaanza ni kama anahubiri kwenye kikao, alafu akaanza kusema kwamba Lagama, kuanzia leo ninafungua njia zako za kimataifa, ninafungua baraka zako, kuanzia leo ubarikiwe. Na akaanza kunibariki, na maneno aliyokuwa anatumia ni yale maneno ambayo nilikuwa naomba kwa prayer and fasting. Akaomba na hata akatamka baraka juu ya watoto wangu ambao sikuwa nao wakati huo. Bwana asifiwe. Jina Bwana tukuzwe. Wakati huo sijazaa mtoto, lakini akawa anatamka mpaka akaanza kutamkia watoto ambao nitawasaidia. Siku anajua kwamba nitaishi na watoto ambao sio wangu kuwasaidia, lakini kwenye yale maono akaanza kuwabariki na wao. Jina Bwana nipewe sifa. Na since then my financial life changed. Jina Bwana tukuzwe. Hallelujah. Sasa sina shida na pesa. Sasa sina shida na kusafiri. Mtu aseme amen. Jina Bwana tukuzwe. Hapa watakwambia juzi tu ndio tulikuwa tunaongea, nasema jamani, kuna mkutano ilikuwa ni ubiri wapi? Ni ubiri Dubai. Naomba nisiende, wacha nishughulikie mikutano ya hapa. Lakini mwanzo ilikuwaje? Kufika Uganda hapa ilikuwa shida. Shida ni nini? Mipaka in life. Unapong'ang'ana kwenda, kuna mkono unaokushika unasema jamani, haustahili kwenda, haustahili kufanikiwa, haustahili kupenya kwenye maisha, haustahili kushinda, haustahili kupata ndoa. Kuna mkono ambao unakurudisha nyuma. Jina Bwana tukuzwe. Haleluya. Mtu aseme amen. Ambia jirani yako, uliumbwa ufike mbali. Lakini shida kuna kamkono. Kwenye ulimwengu wa rohoni leo tutafanya surgery. Tukataka kwa mkono kakuachie ufike mahali Mungu amekusudia. Kimaono ufike mahali Mungu amekusudia. Kibaraka ufike mahali Mungu amekusudia. Kineema ufike mahali Mungu amekusudia. Jina Bwana litukuzwe. Mkono wa Sauli ukashika Samueli. Bwana asifiwe. Kumrudisha nyuma. Nimesema jambo la kwanza, wengine ni foundations. Bwana asifiwe. Wengine ni tabia fulani kwenye maisha yao inakuzuia. Wengine ni falme kwenye ulimwengu wa rohoni. Jina Bwana litukuzwe. Wakati wa Yusufu kufika na aanze kufanikiwa, wakati huo mambo hayakuwa mema. Huo ndio wakati mipango ilipangwa ya kuweza kumuua. Mipango ikapangwa, akatupa kwenye shimo. Mipango ikapangwa, Yusufu akaja akauzwa. Alikouzwa akaenda, mipango pia ikapangwa, akajipata gerezani. Jina Bwana litukuzwe. Jina Bwana lipewe sifa. Haleluya. Wewe unayenisikia leo, wewe unayenitazama leo, nataka niseme hivi kwamba uliumbwa ufike mbali kimaisha, lakini shida ni mkono wa Sauli unaofanya kazi kinyume na maisha yako. Wengine ni roho za uchawi. Bwana asifiwe. Roho za uchawi kwenye maisha. Mtu ameenda kwa mganga fulani akafanya mambo yake, akafunga maisha yako. Jina Bwana litukuzwe. Members watakwambia, kuna wakati mwingine hapa kanisani kuna jamaa alikuwa na mke, ameoa tu mke kabisa, wamekaa wamezaa mtoto mmoja, mtoto tu mkubwa. Lakini the lady akawa na tabia mbaya. Yaani anaenda analala mpaka wale ambao huyu kijana anaita baba zake. Yaani analala mpaka na fathers in law. Bwana asifiwe. Anafanya sarakasi. Yaani analala na cousins za huyu kijana. Yaani mama yako analala na cousins zako. Asa akafanya sarakasi za ajabu. Katika hiyo sarakasi anafanya, moyo wa huyu baba, yani baba anapenda familia yake, anapenda mke wake, akajaribu kuvumilia, akavumilia, akafanya kesi mpaka akafika mahali akafanya nini? Akachoka. Akasema mahali imefikia, jamani, sio lazima nikae na huyu mwanamke. Wanakaa nyumba moja, lakini vitanda wameseparate. Lakini something funny ni kwamba huyu mwanaume hakuwahi kuwa na one ya kuoa ama kuwa na mwanamke mwingine nje. Hakuwa na yeye amekaa tu.
Kumbe ajui. Siku moja tunaomba hapa ndio tunamfungua. Kumbe mke wake alienda akamfunga kufunga. Even though anafanya sarakasi, lakini hatakaa tu. Hata waifikiria kuhusu kuoa ama kutoka nje ya ndoa, yeye amekaa tu. Bwana asifiwe. Ajielewi. Bwana asifiwe. Jina Bwana tukuzwe. Sasa siku moja Mungu mtu amempatia namba, akaja hapa kwa ibada. Siku ikawa kumbe ni siku yake ya kufunguliwa. Mume wa mtu akafunguliwa kabisa. Sasa hivi tunaongea, ameoa, ana mke na wamezaa mtoto mmoja. Lakini alikuwa tu normal. Anakaa tu kama mjinga yeye, kwake alikuwa tu normal. Sasa nadhania hiyo ndio maisha. Kumbe amefungwa. Bwana asifiwe. Yeye ndio alikuwa maisha. Kuna mikono ya maadui ambayo hawezi kukuruhusu you move in life. Hawezi kusogea. Jina Bwana litukuzwe. Haleluya. Kila mkono wa adui. Hii ombi usiachie tu hapa. Hata unapotoka hapa ukienda nyumbani, nataka uende ukiomba. Naweza kosa muda wa kueleza mambo mengi. Naweza kosa muda wa kuomba sana. Lakini unapoenda nyumbani, kitabu ni 1 Samuel chapter number 15 and verses 27. Make it a prayer point. Jina Bwana litukuzwe. Usikuomba kabisa. Kila mkono unaozuia nisisoge kimaisha, kila mkono unaozuia nisifanikiwe, kila mkono unaonirudisha nyuma kila wakati. That's why unapata kwamba ukijua kwamba kuna mkono kwenye maisha yako ni kwamba wewe uko kwenye ndoa lakini bado unaota uko shuleni, umevaa skirt. Hiyo ni spirit of demotion. Bwana asifiwe. Inakurudisha nyuma kila siku. Wewe ni mwanabiashara, yafaa ufikirie sijui kufanya nini. Unajipata kwa nyumba ya nyanya. Bwana asifiwe. Nyumba ya nyanya kule nyumbani. Jina Bwana tukuze. Kuna binti, in fact hata sijaongea naye. Nilikuwa on Monday, nilikuwa niongee naye. Yeye yuko mbali tu kabisa, lakini anaota reserve. Bwana asifiwe. Amen. Jina Bwana tukuzwe. Amen. Roho kurudisha wapi? Bwana asifiwe. Tunapatana jamani. So hii ni kitu ambacho yafaa ukitoka hapa nenda uombe kwa jina la Yesu. Kila mkono unaonirudisha nyuma, kuanzia leo uniachie kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Wacha nimalize mstari alafu tuwe tumemaliza. Biblia inasema kwamba as Samuel turned to go, Saul tried to hold him back and tore the hem of his robe. Na akachana pinde la vazi lake. Jina Bwana litukuzwe. Jina Bwana lipewe sifa. Kila mkono unaochana vazi lako. Kwenye ulimwengu wa rohoni, vazi ni identity ya mtu. Bwana sifiwe. Jambo la pili, vazi ni utukufu wa mtu. Vazi ni haki ya mtu. Jina Bwana litukuzwe. Kila mkono ambao unang'ang'ana kurarua your identity. Bwana asifiwe. Yaani wewe unaelewa tu kwamba mimi ni mtu wa aina fulani, lakini huu mkono unachana hiyo. That's why watu wengi ile kazi waliosomea sio ile ambao wanafanya. Nini kilifanyika? Kuna mkono ambao ulirarua your identity. Bwana asifiwe. Jina Bwana litukuzwe. Tunapatana jamani. Haleluya. Unajua inakuwa hivi, unapomaliza shule umesomea kitu fulani, sasa jamani, kwa sababu ya ABCD, wacha nianze kufanya hii biashara nikingoja kesho kutakuwaje. Lakini sasa shida ni kwamba unapoanza kufanya, kwa mfano, mimi najua watu wengi ambao wamesoma wakaingia kwenye mjengo wakisema kwamba nataka ni hustle, nijipange kidogo nikitafuta kazi. Na alipoingia kwenye mjengo, anafanya mjengo mpaka leo. Bwana asifiwe. Nini kilifanyika? Kuna mkono ambao umerarua, umechana. Jina Bwana litukuzwe. Mtu aseme amen. Utukufu wa maisha yako, chochote ambacho adui alifanya, chochote ambacho adui alichana, na muomba Mungu kwa rehema zake leo akapate kukurejeshea. Vazi lako lirejee, utukufu wa maisha yako urejee, utukufu wa familia urejee, utukufu wa ndoa urejee, utukufu wa kazi urejee,
Utukufu wa maisha yako ya rohoni urejee kwa jina la Yesu Kristo. Just inamisha tu kichwa chako mahali ambapo ulipo kwa jina la Yesu Kristo. Sema, Bwana Yesu, siku ya leo nimetambua kwamba mkono wa Sauli unafanya kazi kinyume changu. Sauli mwingine ni watu wa familia ambao wataki nifanikiwe. Sauli wengine ni wanabiashara wenzangu wasiotaka nipenye. Sauli mwingine ni marafiki. Sauli mwingine ni maadui wa maisha yangu wanaofanya kazi usiku na mchana ili kwamba nisitoke, nisifike kule Mungu umeazimia nifike. Ila leo kwa rehema zako, ila leo kwa uwezo wako, kila mkono wa Sauli ambao umekuwa ukinishika na kunirudisha nyuma, siku ya leo ninaukemea, na uondoa maishani mwangu, na uondoa maishani mwangu kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwanakondoo, kwa jina la Yesu. Mkono wa Sauli uniachie, 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 uniachie kwa jina la Yesu. Maisha yangu leo ambayo yamechanwa na maadui, kazi iliyochanwa, hatima iliyochanwa, siku ya leo irekebishwe na Bwana kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwanakondoo. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, hawa ni watu wako, ninawakabidhi kwako, na waombea mema, na waombea ushindi, na waombea kibali na neema kwa jina la Yesu Kristo. Baba, naomba kuanzia sasa Baba ukawafanikishe na kuwatenda mema kila mkono uliokuwa unafanya kazi kinyume chao, kuanzia leo ukapate kushindwa, ukapate kuachia hatima zao, uachie kazi zao, uachie fedha zao, uachie uchumi wao, uachie maisha yao ya utumishi kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, tenda mema maishani mwao, tenda mapya Yesu, tenda makuu, fanya kila ishara na kila muujiza kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo watatoka, wataenda, watafika wanakokwenda, watafika wanakokwenda kibiashara, watafika wanakokwenda kimaisha, watafika wanakokwenda kifedha na hata kihuduma, kwa utukufu na heshima ya jina lako takatifu. Baraka zako ziwe nao, ushindi wako uwe nao, mfalme wa amani. Kama baba wa kiroho, na watamkia mema, na watamkia ushindi, na watamkia baraka. Mahali ambapo ulikuwa umeshindwa, nenda ukashinde. Mahali ulikuwa umelemewa, nenda ukafanikiwe. Mahali ulikuwa uwezi, nenda ukaweze kwa jina la Yesu. Na kila mkono unaofanya kazi kinyume chako umepata kushindwa na kudidimizwa leo kwa jina la Yesu Kristo. Baba, bariki watu wako, watende mema, wainue, wafanikishe kwa damu ya Yesu Kristo. Kuanzia sasa maisha yao yasibaki yalivyo kwa jina la Yesu Kristo. Nafungua milango mbele zao ya baraka na mafanikio kwa jina la Yesu, naomba nikiamini. Amen. Thank you Jesus. Mungu wa baraka akubariki sana, akutende mema uliyefanyika sehemu ya ibada hii. Mungu akuinue viwango vingine kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Mtu aseme amen. Tutaka tuanze, tutaenda kwa haraka kama vile nilivyosema, na ukipata nafasi ya kuhudumiwa chukua tu muda tu mfupi, ukijua kwamba nyuma yako kuna wengine ambao wanataka kufanya nini? Kuhudumiwa. Si ni kweli? Jina Bwana litukuzwe. Haleluya. Hilo ni jambo la kwanza. Alafu elewa kwamba tuna ibada, tukimaliza tuna ibada nyingine pia. Unakitoka hapa, you can just tune in. Enda kwenye simu yako, tafuta Luya TV kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 12:30 jioni. You can watch us live, na Mungu wa baraka atakubariki. Ama kwenye simu yako tafuta Hefan TV. Ukitafuta pia tutakuwa tunaenda live kwa wakati huo. Tutakuwa tunaenda live kwa Hefan TV, Luya TV pamoja na Sambamba Radio kwa wakati mmoja. Kwa hivyo unaweza fanyika pia sehemu ya baraka katika hizi, na Mungu wa baraka atakubariki na atakutenda mema kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Jina Bwana litukuzwe. Ibada yetu ya kwanza imeisha. Naomba tuchukue sadaka yako tukapate kutoa tunapoingia kwenye kipindi cha one on one. Haleluya. Mtu aseme amen. Alafu ongera kwa kuja. Mungu wa baraka kubariki. Sio kila mtu anafanikiwa kuja.
Kuna watu kwa sababu ya shida ambazo wanazo, adui amewazuia kuja. Wamepanga wakapanga mpaka wanakuja mpaka leo hawajawahi kufika. Kuna wale wanaanza kupanga last year nitaenda kuona pastor nisaidie hii shida, lakini mpaka leo hawajawahi kuja. Mtu aseme amen. Kuna mwingine hapa ikawa fani sana, akaambiwa kuna mtu alimwona anateseka na mtoto, akamwambia nataka twende pastor akuombe. So something happened. Hiyo siku sijui nini kilifanyika. Hiyo Sunday ilikuwa aje ni waombe pamoja na mtoto. Walikuwa wamepeleka general, wamepeleka wapi mtoto hapo. Sasa ilikuwa walete tufanye nini? Ni Sunday. Monday akaenda kaambia huyu nani? Barnabas. Jamani, poleni sana. Ilikuwa nije pastor nisaidie, lakini ABCD katokea. Jana Bwana tukuzwe. Unajua nini kilifanyika on Tuesday? Mtoto amekufa. Na sasa hiyo nilikuwa nimesema nimeambia mwingine sana, kwa sababu imekuwa vigumu au kunifikia, tupange niende niombe huyo mtoto. Napanga twende Tuesday, nifuata nitoke niende, niambia pastor samani ameshafariki. So kuna wengine ambao wanapanga inakuwa vigumu kabisa. Yaani mtu anajaribu lakini nguvu za kwao na nini adui amemzuia, hawezi kuja akasaidika. Jina Bwana litukuzwe. Lakini asante kwa wewe Mungu kusaidia, kukupa neema ukaja ukafika. Naamini kwamba Mungu aliyekuleta atafanya kitu kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Sasa ni hivyo tu. Chukua sadaka yako. Naomba Pastor Linda tuongoze. Chukua tuweke hapa. Sadaka ya ibada unaweza kutoa tu, na kama iko kwenye simu kuna pay bill hapa, iko pale, iko kule nyuma, kila mahali kuna pay bill. Just use that pay bill ukapate kutoa, na Mungu baraka atakubariki kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Inua Bwana, inua Bwana. Saizi umepewa kadi yako namba gani? Sasa unajua safani kudumie na hii namba. So sasa inamaanisha kwamba nitakuombea alafu nikuruhusu wewe. Alafu unafanya wapi? Wewe ulikuwa unaongea issue kuhusu your husband. Shida yake ni nini? Alafu mbona hii issue ya ibada hiyo ndio kitu kikimsaidia, lakini ajikwa kwa ibada. Sawa. Kuna wakati nilikuombea katika kufungua. Since then personally wewe maisha yako yakoje? Maisha yangu kwa sawa so kitu nitafanya tu, I can just pray for you, then uende upate nafasi tu uje ndani ukae sit, then we see kile ambacho Mungu atazungumza concerning that marriage. Kwa siku ni mimi nitakuombea. Sawa. Na wakati nakuombea pia kuna kile Mungu atafunua. So usiwe na wasiwasi yoyote. Mahali utaenda utahudumiwa vizuri. Sawa.